Naam, mfuatiliaji wa Snada TV, uhali gani? Bila shaka mzima afya njema. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV. Leo hii nipo hapa Mobeto Urban Wear. Ni siku nyingine na ni mara nyingine tena. Namshukuru sana CEO wa Mobeto Urban Wear, Zulfa Hussein, kwa kunialika tena kufika na kumtembelea. Kwa sababu gani? Kwanza ameleta mzigo mpya na atatuambia, lakini pia baada ya mahojiano yetu ya siku ya juzi, ana good news atatuambia. Karibu sana, endelea kufuatilia Snada TV, lakini tupo powered by Makazi Solution wanaopatikana halmashauri ya manispaa ya Singida. Wao ukitaka kiwanja, wao ndio mabingwa kabisa, namba 1 hapa katika mkoa wa Singida. Wao wanakupimia viwanja, wanakuuzia kiwanja kwa bei nzuri kabisa. Lakini pia tupo powered by Sangawe Glass and Aluminium wanaopatikana mkoani Singida mkabala na jengo la CCM. Tupo powered by Techno Tanzania, bila kusahau Royal Village Hotel, bila kusahau Unique Furniture na Biosustain wanaopatikana Jineri mkoani Singida chini ya mkurugenzi mkuu Sajid Haidarali. Mimi ni ripota wako wa nguvu John Hassan. Karibu sana. Mambo vipi? Poa. Mobeto Urban Wear kama CEO, hebu tuambie, leo hii nimefika tena hapa Mobeto Urban Wear kwa sababu ya mwaliko mzuri kutoka kwako baada ya kuleta mzigo mpya. Hebu niambie, umeleta nini na nini kwa wateja wako? Tumeshusha mzigo mpya, tumeleta nguo za kike aina zote, tumeleta matisheti, tumeleta mashati, tumeleta viatu, tumeleta kofia, nguo za ndani. Hongera sana. Asante. Lakini pia CEO wa Mobeto Urban Wear, hapa tulipofika tumekuta wateja wengi sana wamemiminika katika ofisi hii. Wateja wengi sana. Sasa ni nini siri ya wateja hawa kumiminika? Ni kwa sababu ya umeleta mzigo mpya au kwa sababu ni wanapenda kuvaa na kushine na kupendeza hapa mjini? Kwa sababu tu tuna vitu vizuri. Tuna vitu vizuri kwa kweli, kwa hiyo hamna mtu ambaye anapenda kitu kibaya. Kwa hiyo siri ya wateja kuja hapa kwetu ni vitu vizuri tu. Okay, shukrani sana. Lakini umependeza. Ni nani tena kakupendezesha leo? Nimependeza mwenyewe. Kwamba unanunua hapa au unajiibia? Hapana. Najivalisha tu mwenyewe. Naam. Hongera sana. Asante. Lakini ukiwa kama kijana umeamua kutrendi na fashion mpya, umeleta mavazi mazuri, umeleta tumeona pia kuna viatu vya kiume, kuna t-shirt, kuna boxer, kuna viupi, kuwapendezesha wadada, vijana. Wewe unajivunia nini? Najivunia kuona watu wanakuja dukani kwetu kutuungisha mkono, kuona wateja wangu wakipendeza, wakifurahi, ndio ninachojivunia mimi. Unahisi labda delivery inayofanyika kwa uaminifu wa kiwango cha juu kutoka Mobeto Urban Wear ndio siri ya mafanikio? Ndio. Okay. Huduma delivery tunazofanya kwa uaminifu mkubwa ndio siri ya mafanikio yetu. Hongera sana. Lakini wewe una siri wewe? Una siri sana. Hebu tuambie. Wakati tunafanya mahojiano siku ile tumekuja hapa, umetuambia vitu vingi vizuri sana. Hebu tuambie kwanza kuhusu msanii wetu Mo Classic. Huyu msanii Mo Classic akiwa kama msanii namba 1 katika mkoa wa Singida anayefanya vizuri kabisa. Mara ya kwanza ukatuambia ukatupiga, ukaamua kutudanganya kwamba ni mpenzi wangu si nani na nani. Hebu tuambie kwanza vizuri leo hii kwamba Mo Classic ni nani? Kwanza Mo Classic ni msanii anayefanya vizuri Singida. Pia mimi ni shabiki yake. Kwa hiyo kuongea vile Mo Classic ni mpenzi wangu hakuna ukweli wowote. Mo Classic mimi ni... Kwanza tulia. Hakuna ukweli wowote. Mashabiki wako kwanza kama ulitudanganya utulipe. Utulipe. Mimi ni shabiki yake tu. Kwa hiyo ni shabiki yake, pia ni mteja wangu. Hamna ukweli wote kuhusiana na mahusiano. Okay. Kwa hiyo sasa leo una yapi ya kumwambia msanii wetu Mo Classic?
Anafanya vizuri sana, ajitahidi, aendelee kupambana. Sisi kama mashabiki tunazidi kumsupport. Lakini namna ambavyo umefanya ya kumtrendisha, umefanya vizuri sana, hongera. Lakini tunaona kabisa yeye kama Mo Classic, kama msanii, lakini siwe kwa Mo Classic peke yake, uendelee kuwasapoti na vijana wengine ambao wasanii au watu wengine waigizaji mfano kwa namna mbalimbali, lakini usiache kuwaambia kwamba wafike katika duka hili kupata vitu vizuri kabisa. Unaona kuna vitu kama hivi vizuri sana, wakivaa wanapendeza. Usiache kualika na kuwakaribisha, au unaonaje? Kwa hiyo wasanii wote wa Singida, watu wote wa Singida, nawakaribisha sana dukani kwetu. Karibuni kwa kujipatia vitu vizuri. Alafu wewe sio mtu mzuri tena. Kwa hiyo ina maana wale wadada wakasema subiri nikome. Kwamba wewe ulikuwa unafanyaje? Kwa nini uliamua kufanya hivi? Ni utani tu. Ukaamua kutuaminisha kabisa yani. I say. Ni utani tu. Tuseme su au? Tuseme su. Au tuteme matu? Temeni matu chini. Hatutaki utulipe. Nataka utulipe. Wewe umetupanga. Basi sawa, nitawalipa. Mashabiki wako sasa. Sasa hivi watu wanasema kwenye mitandao, ukipita kwenye comment mbalimbali kwenye Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Mobeto wa Singida tulikuwa tufahamu si nini? Wengi sana. Leo hii unawaambia nini mashabiki zako, lakini wateja wako pia? Niwaambie tu jamani, wadada wa Singida, watoto wa Singida, karibuni sana dukani kwetu. Mobeto ni mmoja tu Singida. Kwa hiyo jitahidi ufike. Mobeto ni mmoja tu Singida. Kwa hiyo Hamisa Mobeto amepata hii taarifa kwamba Mobeto ni mmoja tu Singida. Siku ile nilituambia Mobeto ni pacha yako. Na kwa kweli mnafanana. Watu wengi tukiangalia kwenye comment section zile tunaona kabisa watu wanasema wanafanana. Kwa hiyo wewe unalipi la kumwambia tena Mobeto Hamisa? Nampenda sana. Aishi siku moja niwe kama yeye. Alafu hii nguo ni kama vile nataka kufanana na mtoko mmoja hivi wa Hamisa Mobeto. Na maana au kwa sababu ni pacha ukaamua kumechisha nini? Hebu tuambie. Hamna. Hivyo tu vaji wangu nyusi, unajua mimi mwenyewe najua kujipangilia. Lakini kwanza ngoja kwanza inaonekana unatabasamu sana. Kwa nini unafurahi? Hebu tuambie. Kwa sababu wateja wanakuja dukani kwangu, wanakuja kujipatia vitu vizuri, ndio chanzo cha furaha. Unajua kama mna wateja hawezi kufurahi Au kwa sababu Mobeto Urban Wear ni moja tu na chimbo ni moja. Kwanza linapatikana wapi? Waambie tena wateja wako. Duka letu linapatikana Jamatini, karibu na msikiti wa Kati. Ndio duka letu lipo hapo. So hakikisha unakuja kama kijana kama binti. Kisha unakuja kujipatia vitu vizuri dukani kwetu. Karibuni sana. Hapa bado niko na mwanadada mrembo, mwanadada mzuri, Mobeto wa Singida. Tukiwa tunapiga story 2-3 na chimbo ni moja tu, Mobeto Urban Wear. Sehemu hii ni nzuri sana. Ukifika hapa hautojutia. Kwanza utatamani ukae hata masaa 38 yani uwepo tu kuangalia vitu vizuri, nguo nzuri. Lakini nimekumbuka. Kwanza hebu tuambie Mobeto. Umependeza. Asante. Umependeza tena. Asante. Tuambie kuanzia juu mpaka chini. Mtoko wa leo. Ni kama US dola ngapi kianzia kichwani? Hebu tuambie. Kichwani kama dola 50. Aya, tulia kwanza. Dola 50. Dola 50 kwa hesabu za haraka jamani. Kama chini ya 200,000 lakini ni 101,040 na bila shaka. Hongera sana, umependeza. Asante. Umetuambia ni dola 50. Nani kakupendezesha kichwani? Kichwani mpe shout out. Mama Mary. Anapatikana wapi? Anapatikana Kindai. Okay, tuendelee. Na hiyo top nilinunua dola 30. Dola 30? Wapi huko? Nimenunua tu hapa Tanzania. Ni kama 60 hivi na kuendelea au 70? Kama hivyo. Okay, hongera sana. Asante. Tumalizie sasa mtoko huu. Hebu mfuatiliaji wa Snada TV amependeza, amewaka. Twende. Suruali. Suruali dola 35. Dola 35. Hongera sana. Hiki hapa kinaitwaje? Hichi kinaitwa
kiatu kizuri sana slipper hizi za kike. Kinapatikana wapi? Hichi kipo dukani kwetu pia. Okay, na chenyewe kinapatikana umekinunua kama US dollar ngapi? Hichi $25 tu. $25. Fuatiliaji wa Snada TV, wadada wote wazuri wa mkoa wa Singida. Kupendeza ni maamuzi. Na mtoko ni sehemu moja tu hapa Mobeto Urban Wear. Umetuambia mtoko wa leo umependeza. Kwa kweli umependeza. Umevaa nguo za gharama. Ma USD tu. Umetuambia. Hongera sana. Una ndinga? Una kiwanja? Au una nini? Hebu tuambie. Kwa kiwanja ninacho, nashukuru Mungu, kiwanja ninacho. Nimeudhiwa na kampuni ya Makazi Solution, inapatikana Singida mjini, Manispaa. Je, unatafuta eneo salama na lenye uhakika wa kukuza thamani ya uwekezaji wako? Sasa fursa imefika. Mkurugenzi wa Manispaa ya Singida kwa kushirikiana na kampuni ya Makazi Solution Tanzania Limited wanawatangazia wananchi wote fursa adhimu ya kununua viwanja vilivyopimwa rasmi katika mji mpya wa Kisaki. Eneo hili linapatikana takriban kilomita 8 tu kutoka Singida mjini na lenye miundombinu muhimu tayari ikiwemo maji safi na salama, umeme, barabara nzuri karibu na ziwa Kindai pamoja na chuo cha ufugaji nyuki Singida. Tunapongeza juhudi za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida kwa kuendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuvutia wawekezaji. Bei ya kiwanja ni nafuu, shilingi 4,000 tu kwa mita za mraba na malipo yanafanyika kwa awamu. Punguzo la 10% kwa atakayelipa fedha taslim na wateja wote watakabidhiwa hatimiliki zao. Usichelewe, wekeza leo katika mji mpya wa Kisaki. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa 0795 558 080 na 0718 104 433 au tembelea ofisi za Makazi Solution Tanzania Limited zilizopo Manispaa ya zamani Singida mjini. Nimepata kiwanja kwa bei rahisi sana, nimepata hati bure, wao pia ni wateja wangu. Kwa hiyo kama wateja wangu nawashauri muende mkanunue viwanja Makazi Solution. Viwanja ni vizuri sana, vinapatikana, havina mgogoro wote. Kwa hiyo kama wateja wangu, vijana wenzangu, nawashauri mkanunue viwanja jamaa. Wewe tulia kwanza. Kwa hiyo umeamua kabisa kwa sababu ni wateja wako kuwapendelea. Eti kwa hiyo unawapigia promo. Kabisa. Kwa hiyo na mteja mwingine akija kwa sababu anakuja kununua kitu hapa, utamsemea na yeye. Au? Kwa kuwa najali sana wateja wangu, kwa hiyo ninachopata kizuri natamani wenyewe wapate. Kwanza umezungumza kuhusu Makazi Solution. Na umesema kwamba wamekuuzia kiwanja. Wewe unawaambiaje vijana waanze kujenga au wanunue ndinga? Nashauri vijana waanze kujenga kwanza. Kwa nini kujenga? Maana magari haya yana ajali, kwa hiyo unaweza ukanunua gari alafu ukapata ajali, gari lenyewe usifanye kazi tena, bora ununue kiwanja, hicho ni cha kudumu. Kwa hiyo tujenge kwanza ndo tununue magari. Kwa mfano umejenga, si ndio? Alafu nyumba ikaungua. Utakuwa na tofauti gani na mtu ambaye amenunua gari alafu imepata ajali? Kiwanja kitakuwepo. Okay. Na kitakuwa na mgogoro. Hakitakuwa na mgogoro wote. Na pengine ukipata shida, kama kuna mgogoro, unatafuta watu gani wakusaidie? Makazi Solution. Wacha wewe. Hongera sana. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV. Leo ni bonge la surprise. Surprise ya kwanza. Baada ya kufika hapa nimejionea mzigo wa kutosha kutoka kwa Mobeto Urban Wear. Kwa mara nyingine, mfuatiliaji wa Snada TV, tunapoelekea kutamatisha mahojiano yetu kwa mara nyingine hapa Mobeto Urban Wear. Tumekutana pia na watata wa mjini. Watata kwa kazi nzuri wanaokuletea hati, viwanja vyenye hati hapa Manispaa ya Singida na sehemu mbalimbali, lakini wanatoa ushauri, wanakupimia viwanja. Nimekutana nao hapa wakiwa wapo Mobeto Urban Wear. Wamependeza na wao wamenunua, wamekuingisha. Kwa hiyo na Mobeto naye hajawa mchoyo, akasema ngoja na wao waseme neno. Kwa hiyo sofa Makazi Solution wako ndani ya mjengo hapa. Acha tuwakaribishe. Na wewe kwa kuwa wewe ndio mteja wao na wao ndio wateja wako, simama hapo. Makazi Solution, popote mlipo, mje wote. Waje wote, ni big surprise. Fuatiliaji wa Snada TV, walionileta hapa ni Makazi Solution.
Mobeto. Njoo kaa hapa. Usiende mbali. Okay. Naam, mfuatiliaji wa Snadareal TV. Hapa nikiwa bado niko Mobeto Urban Wear. Hebu tuambie Mobeto, hawa ni watu gani? Hawa ni Makazi Solution. Okay. Wanapatikana Manispaa. Okay. Na leo hii umewakaribisha hapa Mobeto Urban Wear. Ni wateja wangu wazuri sana. Kwa hiyo okay. Naam. Hebu nianze kupiga story na mmoja wapo. Na niruhusu? Okay. Makazi Solution. Ndani ya mjengo. Hebu karibia kwenye mic. Mambo vipi? Mambo poa, unaendeleaje? Namshukuru Mungu, habari za kwako? Salama kabisa. Ngoja nisome kwanza logo. Makazi Solution Tanzania Limited. Na nyuma huku imeandikwa miliki ardhi yenye hati. Hati ni dhamana. Mkazi wa Singida na viunga vyake vyote. Ukiwa umemiliki ardhi yenye hati, hati ni dhamana. Na hapa nipo na Makazi Solution Tanzania Limited. Hebu tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Khalid Omar Hussein. Okay. Natokea kampuni ya Makazi Solution. Naam. Nikiwa kama meneja masoko. Naam. Karibuni sana. Tunawakaribisha. Tunauza viwanja hapa mkoani Singida. Tulia kwanza. Unauza viwanja kwenye Mobeto Urban Wear. Hebu kwanza tuambie unajisikiaje kuwa Mobeto Urban Wear? Nafurahi sana kwa sababu hili ndio chimbo letu kwa kweli. Niko na staff wenzangu hapa huwa tunamtembelea kila baada ya wiki kuja kwa sababu kila anapoleta mzigo anatufahamisha na tunakuja kuchukua mali mpya. Kama hivyo unavyoona mimi nimependeza. Hii chini hapa nimechukua kwake. Naelewa kwa nashukuru tunaungana mkono. Kwanza yeye amesema kwamba mmemuuzia kiwanja. Ni kweli au ameamua kutudanganya? Maana huyu na yeye. Ni kweli tumemuuzia kiwanja kwa sababu tulipokuja mara ya kwanza hapa tulimuunga mkono ndio kama wateja wake na akatamani kujua tunafanya shughuli gani, tukamwambia tunashughulika na uuzaji wa viwanja. Kwa hiyo ana kiwanja na ana hati kapata. Sisi hati wote tunatoa bure, kisha kumaliza kulipa tu kiwanja chako hati tunatoa bure. Labda ukiwa kama manager masoko au afisa masoko wa Makazi Solution Tanzania Limited. Wewe umetuambia mnapatikana Manispaa. Lakini mtu kama anahitaji mawasiliano mnapatikana kwa njia ipi? Social media au kwa normal calls? Hebu tuambie. Sisi tunapatikana kwa njia zote, social media tupo kwenye account ya Insta ambayo tunatumia Makazi Solution Singida. Lakini pia tuna Makazi Solution Tanga. Lakini pia tunapatikana tuna mabango mbalimbali ambayo yapo kwenye same kwenye population zote za watu. Ukiona bango letu basi utakuta na mawasiliano yetu yako pale. Lakini pia tuna email makazisolution@.com Singida. Kwa mawasiliano labda namba za simu? Namba za simu ambazo tunatumia ni 0718 10 44 33. Kwa hiyo unashauri kijana aanze kujenga au aanze kununua ndinga kali? Unajua kwenye uwekezaji unaponunua ardhi ni asset ya kudumu tunasema. Kwa hiyo kama utakuwa unakimbilia kununua ndinga, hii ni naweza kusema kama fixed asset. Wakati mwinginewe inaweza katokea dharura yote kwa bahati mbaya, kupata ajali, ndio vitu kama hivyo. Kama umepoteza kitu ambayo huwezi kuzurudisha, lakini ukinunua ardhi inakuwepo iko pale, haiwezi kupotea, na kadri siku inazidi kwenda na thamani ya ardhi pale inazidi kuongezeka. Okay, shukrani sana. I say ndio mambo ya masoko nini na nini. Kama kawaida. Hongera sana. Lakini hauko peke yako. Umesema uko na staff wenzako. Yes. Labda anaweza nikaendelea na mahojiano nao pia. Au una neno la kusema labda kuwakaribisha wateja? Sema tu, karibu. Asante sana. Mimi kwanza niwakaribisha wateja wote mmoja Makazi Solution kwa sababu hao ndio suluhisho ya viwanja, kupata kiwanja ambacho hakina mgogoro wote na wala utosumbuka kupata hati. Sisi hati tunatoa bure kisha kumaliza kufanya malipo yako. Kwa hiyo nawakaribisha wateja wote na nawakaribisha wateja pia wa Mobeto Urban. Unataka kuiba? Urban Wear, yes. Okay, shukrani sana. Lakini kwa nyuma yangu nimemwona staff wako mwingine Kawaka. Kapendeza. Hebu tuambie, mambo vipi kaka? Shwari kaka, vipi? Fresh, naona umeamua kuvunja kabati. Mimi hapa naona Mobeto anipe kabisa na una umodo kabisa hapa. Umependeza kuanzia chini mpaka juu, umewaka, umependeza vizuri sana. Hongera sana. Asante sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Bwana Abu. Okay, Bwana Abu ndo jina lako uliopewa na wazazi? Naitwa Abubakari Juma.
Jina la kutafutia ugali ni Abu. Okay, shukrani sana. Hebu tuambie, unajisikiaje kuwepo hapa Mobeto Urban Wear ukiwa kama staff kutoka Makazi Solution? Mimi najisikia furaha kwa sababu hapa Mobeto kuna nguo nzuri kama unavyoziona. Kuna vitu vizuri, kuna vitu vikali. Kijana ukija hapo kitupia lazima upendeze. Okay. Kama wenyewe mnavyoona. Kwa hiyo kuanzia, hebu tuambie hii umenunua shilingi ngapi? Hapa hivi kwa haraka haraka ameniuzia kwa 50,000. 50,000? Au anarudisha hela yake ya kiwanja? Sijui sasa hapo. Ameamua bei zake ni affordable kabisa. Ameamua kurudisha bei ya kiwanja? Naona taratibu anafidia. Unalipi la kumwambia Mobeto? Mimi naomba Mobeto aendelee kukaza buti, aendelee kujitahidi kuleta mizigo mikali, mizigo mizuri, nguo kali, aendelee kuleta vitu kama hivi, wateja tutazidi kuja. Na sisi pia kama Makazi Solution tunawakaribisha pia wateja wake, waje kwetu pia tuwauzie viwanja, wana viwanja ni asset na ni kwa ajili ya leo na kesho. Swali langu kwanza. Asante. Ukiwa kama Makazi Solution, Ndiyo. Huwa kuna utaratibu wa madalali. Unakuta ameuza kiwanja mara 3 kwa mteja huyu, kwa mteja huyu, kwa mteja huyu. Nyinyi kama nyinyi mnafanyaje? Hapana, sisi sio madalali. Anasema uwaga kuna utaratibu wa madalali, unakuta anakuuzia kiwanja mara 3. Huyu kamuuzia na nyinyi utaratibu upoje? Sawa, asante sana kwa swali lako zuri. Sisi utaratibu wetu upo, kwanza tuna viwanja vilivyopimwa ambavyo vinatambulika na wizara. Kwa viwanja vyetu sisi vina namba. Kwa mteja ambaye leo tunamuelekeza vizuri kabisa akija ofisini kwetu, kuna havina mgogoro wowote. Kwa hamna ile kuuzia viwanja na mara 2 kwa sababu tukishakupa wewe kiwanja namba 1, hicho ni cha kwako namba 1. Kwa tukiwezi kukiuza tena kwa mtu mwingine. Kwa kiugo cha kwako ni cha kwako. Namba 1 ni namba 1 na hati miliki unapata bure. Kwa tukishakumilikisha paka hati miliki, hata mtu mwingine akija, hatuwezi kumuuzia kwa sababu kile kiwanja tayari na hati miliki. Shukrani sana. Hongera sana. Karibu sana. Brother, karibu na wewe kidogo utuambie. Unaitwa nani? Mimi bwana naitwa Saidi Suleiman Pazi. Niko ndani ya Mobero, sema Mobero. 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 Tunachagua vitu vikali, Urban Wear. Tunachagua vitu vikali kama hivi. Naam. Kwa ajili ya kupendeza. Weekend imefika. Yes. Weekend kesho kutwa. Kuanzia kesho, si? Kwa tumekuja kuenjoy na vitu vikali. Naam kaka. Neno lako moja kwa watu wanaoamini kwamba eti wanawake hawawezi wakamiliki viwanja ama hati za viwanja. Neno lako ni lipi? Huo kwanza ulikuwa mfumo wa kizamani. Na sisi kama kampuni ya Makazi Solution tumekuja kuboresha. Na moja ya kitu ambacho naongea sana kwa kina mama. Njoo Makazi Solution, miliki kiwanja, alafu kwenye hati unamiliki wewe na mumeo. Hakuna tena mfumo dume kumiliki mwanaume peke yake. Unamiliki mwanamama na mume wako. Kwenye hati hiyo ugomvi hakuna tena. Hebu tuambie hii umeidondosha kwa bei gani kwanza? Hii bwana sijui kama Mobero kanipiga ama vipi. Wewe bwana umenipiga. 35 wewe utapunguza bei. Punguza bei bwana wewe. By the way, napenda nauza nguo nzuri sana na sisi most of staff wa ofisini kwetu tunavaa kwa Mobeto. Ana nguo nzuri sana sana. Napenda kuvaa na kwa sababu ni mteja wetu katuungisha na sisi tunamuungisha pia. Kaka. Shukrani sana. Nashukuru sana. Naam, mfuatiliaji wa Snada TV. Mpaka hapa Makazi Mobeto, mpaka hapa ndio tamati ya mahojiano yetu. Of course ilikuwa ni siku njema sana. Tumefurahi pamoja kuiona timu hii ya vijana wapambanaji. Katika kipindi chetu cha Kona ya Vijana nimekutana na kundi hili la vijana wanapambana na ni waaminifu sana katika kufanya kazi na katika kuwahudumia wateja. Enyi wakazi wa mkoa wa Singida na viunga vyake vyote mnakaribishwa Mobeto Urban Wear, lakini bila kusahau Makazi Solution. Makazi Solution. Makazi Solution. Shukrani sana. Tunasemaje? Makazi na Mobero dam. Shukrani sana mfuatiliaji wa Snada TV. Usiache kufuatilia mahojiano yetu katika vipindi mbalimbali. Tunapatikana katika mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok na Twitter ama X kwa jina la Snada TV. Mimi ni reporter wako wa nguvu John Hassan wa Snada TV. Nilikuwa powered by Unique Furniture wanaopatikana Misuna, Singida. Bila kusahau Makazi Solution wanaotoa huduma nzuri za upimaji wa viwanja na uuzaji wa viwanja. Lakini niko powered by Techno Tanzania, Sangawe Glass and Aluminium. Bila kuwasahau Royal Village Hotel, lakini tuko powered by
Biosustain wanaopatikana Jineri, wanatoa huduma nzuri sana.